Lakini pia naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha wajumbe wa mkutano huu ambao ni waheshimiwa madiwani pamoja na wageni wote waalikwa kwenye baraza la kwanza halmashauri ya mji wa Masasi. Lakini pia kikao hiki mahususi kwa ajili ya uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Uchaguzi huu utazingatia mwongozo kuhusu taratibu za kuendesha mkutano wa kwanza wa halmashauri wa kuchagua mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Nawasilisha jina la ndugu Sospeter Hesibo Nachuka kuwa ndiye mteuliwa wa CCM kwa nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Masasi na ndugu Omari Saidi Omari kuwa ndiye mteuliwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Masasi. Mgombea ambaye anagombea nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya Masasi. Ndugu wajumbe, nimpa nafasi hii na uzoefu nayo. Ninajua nini mahitaji ya wananchi wa halmashauri ya Masasi wanahitaji, ambao mniamini nichague, lete mshikamano, lete maendeleo kwa wananchi wa Masasi na kutegemea maendeleo sasa. Kura zilizopigwa ni 19, kura zilizoharibika ni 0, kura za hapana ni 0, kura za ndio ni 19. Hivyo natangaza anaendelea kuzitaja kamati sasa. Kamati ya maadili atakuwa mheshimiwa. Hii sio kamati ya kudumu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba wajumbe waelewe. Na hii kamati mjumbe wake haingii kwenye kamati ya fedha na haitishwi kila baada ya miezi mitatu. Sio kama kamati zingine. Inaitishwa pale tu panapokuwa na jambo la kimaadili. Wajumbe wa ALAT. Wajumbe wa ALAT ni wajumbe wawili. Tumeangalia jenda Kena Mei. Atakuwa Mheshimiwa Ali Salvatori na Mheshimiwa Maimuna Chikuta. Hapa tuwakilisha ALAT. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna bodi ya ajira. Hii inakuwa na mwakilishi mmoja ambaye ni Mheshimiwa diwani. Tumependekeza Mheshimiwa Kayembe S. Abdalla. Naomba sana Mheshimiwa atakuwa mjumbe wa bodi ya ajira. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa nafaa kutajia kamati ya fedha na utawala kama ifuatavyo. Mjumbe kutoka kamati ya pamoja ambaye ni mwenyekiti atakuwa Mheshimiwa Hamisi Nela. Huyu moja kwa moja ni mjumbe wa kamati ya fedha. Kamati ya uchumi, elimu na afya, Mheshimiwa mwenyekiti wake ni Oscar Kasoyaga. Huyu atakuwa mjumbe. Kamati ya ukimwi ambaye makamu mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Omar Said Omari atakuwa mjumbe. Alafu Mheshimiwa mwenyekiti, hapa pia tulipata nafasi ya kuteua wajumbe wawili. Wajumbe tulioteua ni Mheshimiwa Catherine Mehata, naomba usimame. Mheshimiwa Catherine ni mjumbe wa kamati ya fedha ndio. Kwa kuwa jana mnaona. Na Mheshimiwa Ali Salvatori. Mheshimiwa Salvatori umerejea tena, karibu sana. Mheshimiwa mwenyekiti, kama nimesahau, lakini katika kamati hii pia Mheshimiwa mbunge ni mjumbe. Wewe mwenyewe mwenyekiti wa kikao hiki na mimi kama katibu wa kamati ya fedha. Mheshimiwa mwenyekiti, taarifa namba 5 ni ujenzi wa ghala la kuhifadhia mazao eneo la Mtangi, bajeti wenye gharama ya kiasi cha shilingi bilioni 1.2, ambapo kwa mwaka wa fedha 2025 halmashauri ya mji Masasi imetenga kiasi cha shilingi bilioni 534.1 kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Kikao cha timu ya wataalamu wa halmashauri kilikubaliana mradi huu uanze kutekelezwa kupitia cost account kutokana na kushindwa kupata mkopo kutoka benki kwa wakati kama ilivyotarajiwa, na hivyo imepelekewa kuchelewa kuanza utekelezaji wa mradi huo. Majina naitwa Robert Mzungwi, ni katibu tawala msaidizi usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kikao cha kwanza cha baraza la watukufu la
nafikiri na mwongozo ambao umetoka ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ndio kama tulivyopitia mchakato wote bila kukiuka taratibu. Basi nami ofisi ya mkuu wa mkoa imeniagiza nije nizungumze nanyi mawili machache ambayo ni ya kusisitiza kwa baraza hapo tukufu hili jipya. Cha kwanza kabisa ni kuwapongeza ninyi nyote kwa kuchaguliwa kuitumikia halmashauri. Ofisi ya mkuu wa mkoa inawapongeza sana, inampongeza wewe mwenyekiti kwa kuaminiwa na chama kuwa mwenyekiti. Ni imani kubwa kabisa kwa mkoa kwamba sasa Masasi tunaenda kutimiza malengo yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea chini ya uongozi wako. Hongereni sana. Heri katika utekelezaji wa majukumu yenu, na tunaamini kabisa mtatoa ushirikiano wa kutosha na maendeleo yatakuja makubwa kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali, na watakia kila la heri. Asanteni sana. Mwisho zangu tumeshajadili, na kawaida mheshimiwa mwenyekiti, wewe ulikuwa ni mheshimiwa diwani wa kikao kilichopita. Nafahamu sisi, mimi pamoja na watumishi wenzangu, tulitoa ushirikiano wa kutosha sana kwa waheshimiwa madiwani, na utaratibu wetu huwa ni mmoja tu kwa sisi watumishi, kwamba sisi hatuwabagui waheshimiwa madiwani kwamba huyu ni diwani wa kata fulani au huyu ni timu gani, huyu ni timu gani. Sisi tunatekeleza kulingana na kanuni zinazotupasa, na tunamheshimu mheshimiwa diwani yoyote yule, na tunamthamini sana kwa heshima kabisa na unyenyekevu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, niendelee kuhakikishia kwamba unyenyekevu ule ule na heshima tuliokuwa nayo kwenye baraza lililopita, mimi na watumishi wenzangu, unyenyekevu huo utaendelea kwenye baraza lako. Tutakuwa tayari kukosolewa, wala tutachukia, tutakuwa tayari kuelekezwa, lakini tunapokuwa inatokea tumekosea, tunakosolewa basi kwa heshima, kwa sababu kidogo na sisi tuna familia na wote wengi pia ni watu wazima. Unaona? Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tuseme tu kwamba heshima kati yetu sisi na waheshimiwa madiwani itaendelea kuwa pale pale, na tutaendelea kufuata maelekezo yenu, kwa sababu sisi tunatumika kwa ajili ya wananchi wa Masasi na nyinyi ndio wenye wananchi. Kwa hiyo maelekezo tunayatoa kwenu ili sisi tutekeleze, na kama jambo limekubaliwa kwenye kikao, mheshimiwa mwenyekiti, hatuna sababu yoyote ya kutotekeleza maelekezo ya kwenu. Tutakuwa na utovu wa nidhamu na tutakuwa tunakosea heshima, na mimi kama mkurugenzi ambaye watumishi wenzangu wako chini yangu, sitaliruhusu hilo la kuwakosea heshima waheshimiwa madiwani au kamati inapokuwa imeelekeza alafu tunakuja na sababu. Katika utumishi wangu mheshimiwa mwenyekiti, hata kule nilikotoka huwa sitakaji mtu aniletee sababu kwamba sikufanya hiki kwa sababu sipendaji. Hata watumishi wenzangu wanafahamu, yaani kwamba tukishakubaliana kama haliwezekani, tunamshauri mheshimiwa diwani mapema kwamba hili kiutaalamu haliwezekani.